anasema fa innahum yahlimun, na'am, ikidhihiri hiyo hali fa innahum yahlimun, ay wanakuwa na huruma na upole, wala yaajilun, wala hawafanyi haraka, au wala yuajilun, wala hawafanyi haraka, wala yaghdabun, wala hawakasiriki, yani kukasirika kwa kupaniki, hawapaniki abadan. Anasema hivi liyaqu ashabahumun nasara alqatla wa yaquhumul fitan, ili waweze kuwakinga watu wao manasara, kuwakinga na mauaji, wasije kujiingiza kwenye fitna. Yani mfano umetokea fitna ya watu kuwana, ikatokea kwamba mkifanya jambo kadha au mkiunga upande kadha, na nyinyi mnashiriki katika hayo mapambano na nyinyi mtakufa. Kwa hiyo wao kwanza hukaa na kuangalia ile hali ilivyo, halafu wasepe vipi, wajitenge vipi, wajizuie vipi, ili waweze kuwazuia watu wao na mauaji, wasije wakaingiza katika maangamivu. Lakini wakikurupuka, wale wanaokurupuka sisi ndio umezeza mshazama huko, mtamalizwa kama kuku. Ndio kama vijana wa kikhawarij, watu wengi wameona tu mtu anaongea kwa hisia na hamasa, kama Abu Dirogo na mfano wake, nazungumza maneno, unaona anatoa aya na hadithi, wewe huyu chochote, huyu ndio shekhi, huyu ndio shekhi, huyu haogopi chochote, huyu Allahu Akbar, huyo yuko wapi? Unaona tayari kurupuka huko, unaingia unaenda kuzama huko, waga kukurupuka. Kwa hiyo Warumi ule upole wao na kutulizana na kuangalia mambo yalivyo ni ili wawazuie watu wao manasara wasiingie katika mauaji wakamalizwa. Liannahum ya'lamuna anna alfitnata idha dhaharat, kwa sababu wanajua kwamba fitna ikidhihiri fa innaha satati alaihim, itawajia wao, itawageukia wao pia, itawajia na wao wataathirika. Faliajli tilka alkhislat fihim, kwa sababu ya hiyo sifa waliokuwa nao ya hilmu, upole na kutulizana na kutokurupuka, baqau aktharu nnasi ila qiyam as-saa, walibaki sasa watu wengi ila qiyam as-saa, paka kusimama kiyama. Rumi ndio watakuwa watu wengi. Anasema Sheikh Saleh al-Sheikh, walihadha fa innana na'jab, na kwa hivyo sisi tunastaajabu, alla na'khudha bihadhihi al-khislati allati hamida biha Amr ibn al-As ar-Ruma. Kwa nini tusichukue hii sifa ambayo Amr ibn al-As aliwasifu nayo Warumi? Kwa nini tusichukue hii sifa tukawa nayo sisi Waislamu? Sisi Waislamu ndio tuna haki zaidi ya kuwa na sifa hii na wala si Warumi. Kwa nini tusiwe na sifa hii? Wa kanat fihim tilka alkhisla alhamida, tukawa Warumi ambao walikuwa na hii sifa nzuri. Wa nahnu aula bikulli khairin inda man hum siwana, na sisi ni aula zaidi kuwa na kila khairi kuliko wale ambao sisi katika sisi. Sisi ni aula zaidi kuwa na hii sifa ili tuweze kujikinga na madhara mengi ambayo yanatokea. Mfano vuguvugu la kutokea makhawarij na vijana wengi kujiunga na ukhawarij, ni kina nani ambao walisalimika na fitna zile? Ni kina nani ambao walisalimika tena wakawa hawana wasiwasi katika dini yao? Wako ambao walisalimika lakini huku wakiwa na wasiwasi kwenye dini yao. As-salafiyun, masalaf, duatu salaf na masalaf ndio waliosalimika. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana yaqeen kwamba haya yanayofanyika ni batil. Wana yaqeen kwamba haya yanayofanyika ni batil, kwa sababu kabla ya ukhawarij haujapamba moto duniani, bali
katika nchi zetu sisi da'wa salafia ilikuwa ishasimama na tayari tushatahadharisha. Usama bin Laden sisi tulimtahadharisha kwa jina mwaka 2006. Baada ya 2007 tuliweka semina ya kwanza kabisa. Tulipokuwa Jamia Islamia, semina ya kwanza tuliweka Dar es Salaam, na maduati walikuwa takriban 80. Semina ya kwanza ya tulabu wa Jamia Islamia, wanafunzi wa Jamia Islamia. Hapo tulikuwa takriban watu 5, 6, 7 kiwemo mimi, Sheikh Abdul Fadhl, Sheikh Mujahid, Sheikh Riyadh, Abu Ahmad Muhammad Mafuta na baadhi ya wengine. Baadaye mwaka 2007, baadaye zikafuatia 2008, tulikuwa tunakuja likizo tunafanya hizo semina. Tulikuwa tunatahadharisha Usama bin Laden na Ayman al-Zawahir. Kipindi hicho hakuna Daesh wala Boko Haram wala Jamaatu Shabab wala ijulikani Abu Dirogo, alikuwepo tu mtu tu hakadha. Kwa hiyo vuguvugu la Khawarij linakuja tayari, da'wa salafia ishaenea alhamdulillah. Na wale ambao walikuwa wakitupinga baadaye walikuja kukiri, kwa sababu tulikuwa tunapigwa vita sana. Lakini baada ya kutoka ukhawarij kwa nguvu zote, wale wote walikuwa wanatupinga wakaanza kurudi kiaina, yani kwa mlango wa nyuma. Sasa si ushatupinga sana, sasa ni aibu. Ushatushambulia, sasa aibu, sasa mtakana urudi. Manhaji utakana ni hii. Hali halisi inalazimisha, lazima uwe hivyo. Unarudije? Kuna mzee mmoja kule Tanga alimsifu bin Laden sana, akawa na wasifu kina Said Qutb sana, anapoda da'wa salafia sana. Ilikuwa kumuita salafi ni kosa kubwa kujiita. Acha sasa hivi sasa ni jadida, sisi kadima. Nyinyi wapya, masalafu wapya, sisi masalafu wenyewe wa zamani. Neno salafu alikuwa halitaki. Lakini baada ya shughuli kuanza, sisi pia masalafi, mzee hamarai tena umegeuka. Lakini sasa wewe si utaraja tu kwamba tulikosea na nini. Na walikuwa natutukania mashaikhi toka salafi, kuna Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikh Rabi' bin Hadi, katuita salafia jadida, madakhila, jamia. Hawa kina bin Laden hawa ni maulama, kina Ayman al-Dhahiri hawa wanafanya kazi ya jihadi, kina Said Qutb hawa, kina Yusuf al-Qaradawi. Mambo yalivyokuwa si mambo sasa. Anaulizwa vipi shekhe? Sisi pia masalafu, tatizo wale njadida. Sasa kuna zamani ulikuwa utaki hata neno salafi. Imekuwaje tena mzee? Lakini hizbiyuna ndivyo walivyo. Almuhimu salafiyun ndio waliokoka na zile fitan. Kwa sababu gani? Kwa sababu wa tayari washaona da'wa salafia yenyewe ni hilm. Da'wa salafia ina huruma na upole na ina rifiki kwa watu. Da'wa salafia inakufanya muabudu Allah bila ya matatizo yote. Kwa hiyo kuna watu baada ya kipindi cha fitna kuwa kali sasa ya makhawarij, wakawa wanazikataa zile fikra, lakini wanaitakidi kwamba zile ni sahihi, lakini tunafanya tu hivi yani kwa ulazima. Kwa hiyo wakawa wanapata tabu sasa katika, unaona kama tunakufuru hivi kuacha misimamo yetu, lakini hakuna namna. Kwa hiyo wakawa wanaishi kwa msongo wa mawazo. Lakini salafi wala hakuna msongo wa mawazo. Tunaamini kwamba ile ni batil na hii ndio sawa. Kabisa, hatuna shaka kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tuishi kwa wasiwasi hata siku moja. Wengine wako kwenye dhiki, sisi hatuna dhiki yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunachokiamini ni katika moyo, min qalbi, katika moyo. Sio kwamba kitu kimelazimishwa na hali halisi. Tunaamini hivyo kabla hiyo hali haijawa hivyo. Hiyo ndio al-hilm wal-ana ambayo inapatikana katika da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, nilichokuwa nakusudia kukifikisha ni sehemu katika yaliyozungumzwa katika hiki kitabu, kwamba miongoni mwa mambo ambayo uyachunge kipindi cha fitan, na fitan sasa hivi ni nyingi, zimeenea kwa kasi sana. Kama nilivyosema, mitandao hakufai kabisa.
Kwa hiyo mitandao hakufai, fitna ziko nyingi sana. Kwa hiyo lazima tujiepushe sisi, tusikurupuke, tuepushe watoto wetu na fitan. Kila mmoja anaitia kwake, kila mmoja anaitia kwake, analingania kwake. Mwenye kulingania katika mambo ya kaumu Lut, mwenye kulingania katika uchawi. Uchawi unafundishwa kwa program kabisa maalum kisasa. Uchawi unafundishwa kwa kompyuta bwana. Uchawi sasa, uchawi ule kufundishwa kwa majivu na kompyuta, uchawi unafundishwa. Kwa mambo yamekuwa si mambo shekhi. Halafu kuna watu wengine wanaathirika na baadhi ya vitu kwa sababu ya lugha tu. Kwa mfano, mtu inawezekana anafundisha uchawi lakini kwa Kiarabu, ukadhani anafundisha Qur'ani pale au tafsiri, si hujui kitu. Shehe inanikumbusha yale magazeti magazeti yale ya Kiarabu, yanatoka nchi za Kiarabu, yanakuja, kuna watu wanachukua na kuja kuuza huko. Sasa mama muuza vitumbua maskini anasema, sasa tatizo hili gazeti limeandikwa Qur'ani. Kwa inawezekana ile tangazo pale nazungumzia labda hata pombe, sigara, lakini kwa Kiarabu. Tatizo liko Qur'ani hapa. Umeelewa? Ndio hivyo. Tatizo lugha. Kuna mwingine anampenda tu au anaathirika na kitu kwa sababu anaona yule shekhe anaongea kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kwa nini dini imeteremka katika lugha gani? Kiingereza, Kiarabu. Badala wewe uathirike na shekhe wa Kiarabu, unaathirika na anaongea Kiingereza. Wakati huyo anaongea Kiingereza kaenda kusoma kwa Waarabu. Walimu zake ni Waarabu. Ukisikia shekhe anaongea Kiarabu, madaroeshi. Lakini yule shekhe anakuja anaongea kwa Kiingereza. Sasa yale anaongea wewe, unaongea wewe Kiswahili au Kiarabu, anakuja yule anaongea kwa Kiingereza. Huu ni ulimbukeni. Unaitwa nini? Ulimbukeni. Na kweli anakuchota kwa sababu unaingiza mapenzi. Halafu unakuja kutafsiri, hebu nitafsirie anasema nini shekhe. Unakuja kutafsiria uozo mtupu, lakini wewe kwa sababu mapenzi yashakita kwa yule shekhe, lakini inawezekana ni kweli, unaenda na maji. Mimi nasema hivi, uhakika kuna watu wana maradhi hayo. Wana maradhi hayo. Wallahi. Kisababu mtu anaongea kwa Kiingereza kaathirika. Shekhe anaongea kwa Kiarabu, darwesh. Kiswahili, darwesh. Kiingereza, msomi. Yale, lakini Kiingereza msomi. Kwa hiyo inaingia kwa nini hapa? Sio hilmu, sio si rifqi nini sasa? Almuhimu jamaa ni kwamba watu tusi unajua hata hizi dhana za kumtukuza mtu zimekuja kwa sababu tu ya saikolojia za watu. Yaani unaweza ukafanywa mtumwa wewe kwa sababu ya kumtukuza yule mtu aliyekufanya wewe mtumwa. Akakusoma akakuona wewe huwezi kufanya kitu, wewe unaniona mimi bora, basi nakufanya mtumwa. Hii nadharia. Na kuna watu wana nadharia ya kuwaona wengine si chochote, wao ndio bora. Hakadha wa magharibi ndio tabia yao aslan, na ndio maana waliwafanya wazee wetu watumwa. Wacha kadhalika. Sasa wewe na wewe ukiwa na tabia hii, tuna wasiwasi huko baadaye tukafanywa watumwa. Kama sisi tuna tabia hizo za kumtukuza mtu kwa sababu tukaongea lugha fulani, si bora utukuze lugha ya Kiarabu? Si bora utukuze lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'an? Inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Lakini Qur'an unaona udarweshi, Kiingereza unakiona ndio lugha yenyewe. Hizi ni athari za ukoloni. Zote hizi ni athari za ukoloni hizi. Kwa hiyo tusijilaumu sana wakati mwingine kwa sababu ukoloni nao ulitumaliza. Mpaka saikolojia hazijakaa sawa mpaka leo. Saikolojia zetu miaka zaidi ya 60 hazijakaa sawa bado. Alafu tunarithishana hata watoto tushawarithisha, ndio wanaona hivyo kwamba anaongea Kiingereza ni bora kuliko mtu yoyote. Inshallah ya akhi. Kwa hiyo tena hata katika qala Allah wa qala Rasul. Sasa wale mashekhe wakubwa tutasemaje? Imam Nawawi alikuwa Mwingereza, alikuwa anajua Kiingereza. Shafi'i anajua Kiingereza. Ibn Hajar. Sasa ndio maulama wa dini. Huyo Mwingereza anaongea Kiingereza, the thing katoa. Lazima atasema Ibn Hajar, Nawawi atasema Ibn Taymiyyah.
Almuhimu hizi ni lugha tu, na lugha bora ni lugha ya Qur'an, lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo mahali shahidi, ndugu zangu, tusikurupuke na kukurupukia vitu eti kwa sababu ya vitu kama hivi, ni kuathirika na mitazamo. Kuna vita ghazwul fikr, kuna vita vya kifikra vipo na vinazidi kuenezwa kupitia mitandao, kupitia vitu vingi. Wewe unajikuta wewe mnyonge siku zote, na dunia leo huwezi ukashindana kwa lolote, hata katika maendeleo ya mtu mmoja mmoja, hata kiuchumi, kisiasa, kilolote, hamwezi mkashindana na watu wa duniani kama utajiona mnyonge. Yani kile ulipo, mimi siwezi bwana, mimi siwezi. Kuna watu mpaka leo WhatsApp hawajui kuandika. Siwezi bwana. Yani wanaona WhatsApp ni anasa. WhatsApp ni anasa au ni maendeleo sana. Kwa hiyo ni kazi sana. Kwa hiyo WhatsApp mimi bwana, simu yangu hii inanitosha. Yani anaogopa. Umeona? Sasa ulimwengu leo utaishije bila mambo ya teknolojia? Maana ulimwengu leo ukitaka pasipoti mtandaoni, ukitaka nini mtandaoni. Itakuja zama baba hata kununua mtandaoni. Kipindi cha COVID-19 COVID, kipindi cha corona, kuna nchi ilikuwa hautoki nje, zilifungiwa. Kuna nchi bali dunia nzima asilimia kubwa walifungiwa. Hasa kuna nchi ilikuwa chakula unanunua mtandaoni. Unaingia mtandaoni unanunua chakula, unalipa hela pale, unanunua chakula kinakuja mpaka nyumbani. Bali kuna nchi chakula kilikuwa kinapelekwa na robot. Vingine vijigari tu kinatumwa kigari hicho kinapita mtaani kibeba sahani hicho mpaka nyumbani kwako, hicho kinakuja. Mpo? Sasa ikifika huko baba, si utakufa kabisa. Acha mfe, siwezi kuishi. Sasa hivi ukitaka kusafiri siku hizi hata tiketi mtandaoni. Anua tiketi unakata mtandaoni, unakuja kwenye simu umemaliza. Mambo ya kisasa kidigitali. Sasa unatoka sasa tiketi vipi? Maana itakuja kufika kipindi hata wale wapiga debe wataondoshwa kule. Hakuna, uje na tiketi yako kwenye simu. Usipokuja nayo huingii, basi sasa utafanyaje hapo? Utaahirisha hata kusafiri. Sisafiri. Sasa usafiri vipi baba? Almuhimu dunia imebadilika, badilika, usijiweke nyuma mimi siwezi. Sasa uwezi vipi? Hata dai ndio rahisi zaidi. Sasa hivi vitabu tuko hapa, sisi tunaweza tukaona tafuta kitabu labda nimekisahau, sijana Sahih Bukhari mjeledi wangapi. Sasa tunafanyaje hapa? Sheikh, angalia hapo, tafuta PDF ni mtandao, shusha kitabu electronic kipo hiki hapa. Tafuta hadithi unayotaka hii hapa. Kisha kazi. Mtandao. Kuna watu kwenye Twitter wanatafuta mawaidha ya kisalafu. Wao ni wewe dai unafanya kazi gani? Sio kazi yako hiyo. Utasema anasa, sio anasa. Dunia ishabadilika. Halafu kile kizazi chetu sisi, kizazi cha tunazaliwa hakuna simu, umeme wenyewe uko vijijini wa tabu kishapita. Kizazi kinachopanda hiki kimezaliwa na simu. Mtoto mdogo anajua kubonyeza simu. Mambo yashabadilika. Sasa wewe kaa tu sema sio hivi. Almuhimu watu tubadilike. Dunia imebadilika na dawa inahitaji kubadilika, kutumia nyenzo za kisasa kwa ajili ya kufikisha. Sisi pale diploma pale Dar es Salaam, maana diploma ni kiwango cha juu baada ya thanawi kwa pale kwetu, lakini wanasoma masomo ya degree ya kwanza, ya mwaka wa kwanza na wa pili. Kwa wanasomesha madaktari kutoka nchi mbalimbali. Wako madaktari kutoka Saudi Arabia. Wako daktari mmoja kutoka Kameruni. Yuko daktari yuko Ufaransa. Ni Burundi lakini yuko Ufaransa sasa hivi. Yuko daktari yuko Burkina Faso. Kwa Ibrahim Traore huko. Yuko Burkina Faso. Yuko daktari Mjazair Algeria, sasa hivi yuko Zanzibar. Almuhimu unaona dunia ilivyosheheni. Hawa kila mmoja yuko kwenye nchi yake, lakini wanafundisha pale Umar.
Wanafundishaje? Kwa teknolojia. Sio kuzoeleti ana rekodi anatuma mtasikiliza live. Anasomesha, wanamsikia, wanamuuliza maswali. Shekhe, rudia, hatujaelewa hapo. Wanarudia ni kama vile yupo hapa tu. Shekhe huyu hapa, Sheikh Siminda. Huyu hapa mfano. Sheikh Siminda anafundisha pale diploma. Na yuko Mahuta. Mzee wa Air Mahuta. Anafundisha na yuko Mahuta pale. Wanamuuliza maswali, anawajibu, rudia shekhe, anarudia, tuendelee. Naye anauliza mmeelewa? Tumeelewa. Mwanafunzi analala, wewe usilale kwa sababu anamuona live. Usilale. Usilale wewe, mbona unalala? Hakadha. Anachukua ghiabu na hudhurisha teknolojia shekhe. Na wanafunzi wamemaliza huko, waliomaliza zimemaliza dufaa 2. Naenda kumaliza sasa hivi dufaa ya 3. Hawa hapa dufaa ya 4 na tashrifu. Anasoma kwa njia. Naona stafi. Sasa wewe kaa tu. Sitaki. Sasa kaa wewe, kwa dunia inakuacha. Natakana uwepo sehemu watu unashirikiana nao wako mbali huko. Tushafika huko. Tumeelewa ndugu zangu? Na kwa yote haya namaanisha kwamba da'wa salafia ni da'wa ya rahma, na watu wanafanya kazi, na kazi hiyo imesaidia sana kuweka jamii yetu katika hali nzuri. Kwa hiyo tusitosheke na hilo au tukazubaa shekhe au tukasema hatushamaliza. La, shaitan halali. Kama unadhani shaitani analala unajidanganya. Jana shekhe alikuwa nafikiria wakati napitia pale, nikafikiria jambo moja. Nikasema sisi hizi ziara tunazozifanya bado tuna taksir, kuna upungufu mkubwa. Wajua hizi ziara zinainusha hima, zinatutia nguvu sisi. Hata mashekhe wakija kule, unakuja mashekhe zetu wanatembelea kule Dar es Salaam, tunapata hima na sisi nguvu. Na mimi hata nini, sisi bado ziara zetu ni chache. Ahlul batil bwana wana misimu yao, ikifika hiyo si mchezo. Miji inachafuka, watu wa matamasha ya muziki, watu wa nini, utasikia mara huku. Shaitani anafanya kazi, na kila watu wanafanya juhudi katika mambo yao. Sisi bado tuko nyuma. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu, tusitosheke, kazi iendelee ili dawa hii iweze kuendelea na kupata nguvu zaidi. Nishi hapa, nadhani nimeongea sana. Kwa hiyo mimi nashukuru, alhamdulillah ndugu zangu wanewala. Tulianza alasiri Masjid Madina kule, nimefurahi. Na hapa na hapo Masjid Salafia nimefurahi. Misikiti yote kule unajengwa. Wallahi ni khair. Sisi tunataka na shauku kama hizi ziendelee katika miji yetu kwa ajili ya kueneza furaha ya da'wa salafia. Wallahi da'wa salafia ni furaha. Nasema hivi, nadhani hao unajua wale mashekhe wanaokuja wale kutoka nje, wale shekhe zote wanaokuja kututembelea, wanaeleza wazi, yani wanakiri katika nchi za Afrika. Sawa? Afrika hii ya watu weusi, hakuna nchi inayotufikia kwa kuwa na nguvu ya da'wa salafia. Huwezi amini, lakini huo ndio ukweli. Na ndio maana kumekuwa na utulivu wa hali ya juu, mambo yanaenda vizuri. Kwa sababu ni rahma, da'wa salafia ni rahma, ina huruma na watu. Lakini kikubwa kwa ujumla, da'wa ni rahma. Kwa tulinde hii neema ndugu zangu, na tuiendeleze kwa nguvu zetu zote, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutubariki zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa mara ya mwisho. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anasema